Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Leo nataka nikuambie, hebu jaribu kujichunguza kwa kina, kisha jiulize, kwa nini mimi? Ni nani na natoka wapi? Naelekea wapi nje ya mahitaji yangu ya msingi kabisa, kama kula, kuvaa, makazi, familia, saikolojia, ulinzi, kutambuliwa na kadhalika. Binafsi, mission yangu hapa duniani ni nini haswa? Ni swali ambalo hakuna binadamu mwenye jibu sahihi. Cha zaidi tutakushauri urudi ukacheze na akili yako mwenyewe. Yaani ufanye meditation, napo utashindwa kuizingatia na kukata tamaa. Tuachane na hilo swali gumu kabisa. Kwanza, awali ya yote, kabla ya kupata jibu la swali gumu zaidi, unapaswa kulidigest. Kwanza kwa kujiuliza, jambo gumu katika wepesi wa kiasi. Kwani siye binadamu, akili zetu zinawazaje kufanya kazi kiasi gani cha kushindwa kuzielewa wenyewe? Leo hii mtu anaweza ota au kupata maono ya vitu ambavyo havielezeki, wala hakuwahi kuvifikiria wala kuviona. Je, hili linawezekanaje? Unatazama kila alichokitengeneza binadamu juu ya uso wa ardhi, unaishia kustaajabu. Je, akili ya binadamu ina uwezo mkubwa kiasi gani? Unamwangalia binadamu mwanzo wake, anavyojenga hoja zake na mashiko yake. Na wakati mwingine unaelezea mpaka anafungua mafaili mengine ambayo ukija kumuuliza baadaye alijua vipi, anakuambia hata mie sijui, nilijikuta tu na flow. Je, ubongo wa binadamu ukiachana na ukubwa wa gigabytes zilizosheheni za ufahamu, je, akili yako chanzo chake ni nini? Nilichobaini ni kuwa ubongo wetu unafanya kazi katika mfumo wa unasaji, mawimbi ya mitetemeko, frequency, katika hali ya usumaku, ambao ni asili ya nguvu za mvutano tulizonazo katika ulimwengu wetu. Na penye sumaku kuna nguvu ya umeme, na penye umeme kuna nishati. Hivyo ubongo ni kama mashine kubwa inayotetema muda wote kuchakata fahamu tunazozitumia katika hali halisi ya picha na tafsiri zake. Binadamu ni fikra zake, ni kuzitumia fikra zake ndio umfanye awe ni binadamu, na akili alizonazo si za kwake yeye peke yake, bali anashare pia na kumbukumbu za binadamu wote, ila access inategemea na wepesi na hunasa hizo frequency rahisi kama radio au visimbuzi zaidi ya wengine. Wepesi huo wa akili kuwa active ndio tunaotafuta kupitia kujielimisha, kupitia njia mbalimbali za kujinoa kiufahamu kama binadamu, iwe ni maushuleni, kiroho au kimazingira. Kwa lugha rahisi kabisa, kadiri tunavyoweza au tunavyowaza na kuwazua, kujifunza, kuimagine, iwe ni hata kutengeneza chochote kile accidentally, kuamini na kadhalika. Ubongo wetu rekodi kila kitu na kutupia material mtandaoni, somewhere accessible to all of us like today internet, ambayo naamini wagunduzi wake pia wametumia mfumo wa ubongo zetu zinavyofanya kazi katika kuunda kitu kama hiki. Ndio maana kuna madukuzi wa mawazo yetu na wanawaza kutuambia tunachowaza, kilichowahi kutokea, maisha yetu yajayo na kadhalika. Sasa hii utumie maarifa haya yaliyokusanywa chungu mzima na kila binadamu, pengine na wanyama, wadudu, mawe au mimea pia. Unapaswa kwanza usearch fikra au mawazo yako, uyaelekeze unachotaka, na hapo ubongo utakusogezea kwenye sahani unachokitafuta. Ila kumbuka, ili ubongo usati vyema, lazima uwe umeitreniwa vya kutosha kupita frequency ziwe nyepesi kunasa. Kukaliliwa topic itajika au kukumbushwa vingi ni vingi zaidi vitakuijia, na hili ndilo zoezi unalofanya maisha yako yote kama msomi au mwelevu. Kwa lugha nyingine, binadamu hutumia kumbukumbu za akili yake mwenyewe, ziwe zilizofikiriwa na kushuhudiwa na wengine,
zamani za kale au sasa, au kumbukumbu za kwake alizojijia yeye mwenyewe, alijigundulia yeye mwenyewe au aliziunda yeye mwenyewe. Hivyo basi, binadamu wote kwa ujumla wake wanashare internet moja kwa sana ya fahamu zao kwa pamoja. Hivyo, pale unapozidi kuchimba deep, utashangaa kukutana na vitu usivyotarajia kama vina exit nje ya upeo wetu tulio nao. Lakini kumbuka, wherever na whichever, unachoview, unachofikiria au kukijua au kukivumbua, kwa 90% ni vitu recorded tayari katika kumbukumbu za human history data. Ndio maana wajuzi wa mambo wanakwambia hakuna jipya chini ya jua. Hivyo basi, binadamu wakiwemo na viumbe wengine huishi katika mfumo wa Bluetooth na Wi-Fi zao kuwa wazi muda wote. Hii hupelekea mfumo wa akili kuwa complex na very complicated muda wote. Yanatoka mawazo na kuingia mawazo, yawe mazuri au mabaya. Yale yatakayokuwa selected au blocked au boarded ndio yatakayozingatiwa kwa muda husika. Hivyo hakuna genius, nabii wala mwanasayansi. Kila wanachokifanya 100% ni recorded, ila walichofanikiwa ni kukirecycle upya kutumika tena na binadamu ndani ya muda husika, na hivyo kinapoendelea kutumika, maboresho huendelea na kumbukumbu ubaki tena. Ukija kukumbukwa kwa bahati nzuri na yoyote in text au in next generation, itatumika tena kuanzia pale teknolojia yake kimawazo ilipokuwa imeishia. Kwa maana hiyo basi, itoshe kusema kuwa hata sasa tunavyovitumia vitu, teknolojia na kadhalika ni kidogo tu kama ukucha juu ya vile ambavyo binadamu alikwisha vitumia. Kabla na bado katika kumbukumbu zetu hatujavirewind hili virudi tena na vianze kutumika tena upya. Hii nilikuwa nataka nikupe tu kitu kimoja ambacho nini akili zetu zinachofanya. Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Memo ya moyo ulioachwa. Moyo wa mtu ulioachwa una nini ndani yake? Au kitu. Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Muda wa kufanya mapenzi ulioidhinishwa na wanasi.